The Bantu. Ujambo Mbantu, mimi ni Wilberforce Ngoto. Shukrani sana kwa kuamua kuichagua ST Bongo. Na leo ni fahari na kibali cha pekee yake kabisa tumefanikiwa kwa kufika hapa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, ambapo leo tutakwenda kufanya mazungumzo maalum kabisa ikiwa ni exclusive na mkurugenzi mtendaji wa LHRC ambaye ni Bi Anna Alois Henga, ambaye yeye ndo hasa ni msimamizi mkuu wa mtendaji mkuu kutoka hapa kituo cha sheria na haki za binadamu. Mimi ni Wilberforce Ngoto, kwa niaba wale wote ambao wanafanikisha matangazo haya kwenda hewani, tukuseme tu karibu sana hapa uweze kupata dakika hizi zenye manufaa makubwa sana kufahamu mengi ya kisheria na masuala mbalimbali yanayohusu haki za binadamu. Karibu tena kama ndo kwanza unajiunga na ST Bongo. Mkurugenzi Anna, tunashukuru sana kuweza kutukaribisha hapa. Asante sana. Imekuwa ni imekuwa ni baraka sana. Mara mwisho tumezungumza ulikuwa huko kidogo kimajukumu huko Tanzania, lakini nimefanya follow up na umeitika mara moja. Ni fahari na heshima kwetu. Asante sana. Kwa kuanza tu natamani kufahamu pale ulipopokea ile tuzo Best NGO kama leader on social media, ile uliona ikija na mapokeo yake yalikuwaje? Asante. Kwa siku iona ikija kwa sababu ni tuzo ambayo waliona watu wakaona kwamba ninaingia sana kwenye kwenye social media, kwenye mitandao ya kijamii na kutoa elimu. Lakini labda hapo niseme kwamba utoaji wa matangazo yangu au matangazo ya kituo kwenye mitandao ya kijamii ni kutoa elimu zaidi. Ndio. Ni kutoa elimu. Sisi tunautumia mitandao kwa kutoa elimu. Kwa tunaamini kwamba ukitoa taarifa kwenye mitandao ya kijamii, ukaeleza kwamba leo labda ni siku ya watoto, leo ni siku ya nini, tunawakumbusha jamii kwamba watoto waheshimike. Kwa hiyo ni katika nyenzo zetu, katika mikakati yetu ya haki za binadamu kuhakikisha kwamba watu wanaelewa haki zao, mtandao wa kijamii ni moja wapo. Kwa hiyo ndio maana nadhani wale watu watuzo wakaona kwamba tunatoa sana kwa sababu ni mkakati wetu wa kutoa elimu. Sahihi. Mkurugenzi, tukiangalia kwa sasa hivi hali ya kisiasa imepamba moto, maana yake ndo msimu wenyewe kuelekea uchaguzi hapo Oktoba 2025, lakini hivi majuzi tumeshuhudia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kukamatwa akituhumiwa kwa kesi ya uhaini, lakini LHRC mlitokeza mapema kabisa na mkatoa tamko hadharani. Ilikuwaje ile mkatoka kwa haraka, lakini vile vile mlitazamia nini kuona katika ile kesi? Maana yake inakuwa na kama kwa kasi serikali ikimtuhumu kwamba ni mahini, lakini nyinyi kama watetezi wa haki za binadamu katokeza na mkasema kwamba haijakaa sawa sawa. Hebu tuzungumze eneo hilo. Sawa kabisa. Kuna mambo mawili. La kwanza, sisi tunaotetea haki za binadamu, hasa shirika letu, tunatetea haki zote. Na haki zote ziko aina tatu haki. Labda kwa faida pia ya msikilizaji wetu, kuna haki za kisiasa na haki za kiraia. Hizo ni haki za binadamu, kundi la kwanza. Lakini kuna haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, kundi la pili. Kuna haki za makundi maalum, wanawake, watu wenye ulemavu, inaitwa haki za jumla. Kuna haki za mazingira, haki za jumla hizo. Kuna haki za maendeleo, hizo ni haki za jumla. Kwa hiyo sisi tunavyomtetea kwa mfano Mheshimiwa Tundu Lissu, tunatetea haki ya kisiasa, haki ya mtu kushiriki katika siasa, haki ya mtu tunaziita haki za ushiriki kwa ujumla, Waingereza wanaziita civic space rights, kwamba mtu ashiriki kwenye mambo ya kijamii yanayomhusu kwenye masuala ya siasa. Kwa hiyo hiyo ni moja wapo. Lakini la pili, haki ya mtu ambapo inakuwa imevunjwa, imevunjwa, sisi lazima tutoe tamko la kusema kwamba hapa pamevunjwa, bila kujali kwamba hii ni haki gani ya binadamu, hiyo ni kisiasa, hiyo ni kiuchumi na haki nyingineyo. Kwa hiyo ndio maana hapo tulisema hapana, huyu haiko katika haki yake ya kisiasa na anashiriki, lazima tuongee. Lakini kitu kingine, utaratibu pia unapokuwa umekiukwa, utaratibu labda kumkamata mtu na kadhalika, lazima sisi tunaingilia kuna kusema kwamba hapa haijaenda sawa. Ndio. Natamani nipate tathmini yako ama experience ya namna ambavyo mmekuwa mkidili na haya matukio makubwa. Of course mnakuwa mnashughulika sana katika upande mwingineo wa kijamii. Watu wengi mbali na hawa ambao wanakuwa ni wanasiasa, kesi zao zinakuwa kidogo zina tension kubwa. Lakini mnajipangaje kudili na matukio haya makubwa ambayo hasa yana public interest? Kwa mfano matukio kama haya wanasiasa na vingine
haiwaletea athari kuonekana kwamba labda pengine ikawaletea shida kidogo kiutendaji? Maana yake pia mnafanya kazi na serikali. Huwa inakuwaje namna mnavodili na matukio namna hii? Athari kubwa sana ni kuonekana tuna upande. Japo kwa kweli asasi ya kiraia inayosimamia utawala bora na haki za binadamu haitaki kuwa na upande. Haitaki, mimi mkurugenzi wa hii taasisi sitaki kuwa na chama na sina. Sina kadi ya chama chochote. Sina kadi ya chama chochote kwa sababu akiumia Chadema, akionewa ni lazima nimtetee. Akionewa CCM lazima nimtetee. Kuna mahali ambapo you play both. Kuna ambapo chama tawala kwa kweli wanachama wake wamekuwa kionewa, tumekuwa tukitetea. Watu wa vyama vya upinzani tumekuwa tukitetea. Kwa hiyo tunatetea wote. Ila kwa sababu sasa wanaoonekana kuonewa zaidi mara nyingi ni vyama vya upinzani, na tunasema sana kule kwa sababu huku ni mara chache japo tumekuwa tukisema pia. Kwa hiyo athari moja wapo ni kuonekana kwamba hawa upinzani hawa. Lakini hiyo haijatukachia tamaa. Tumeendelea kufanya kazi yetu kiueledi kwamba lazima tuseme bila kuangalia watu watatuonaje. Mara nyingi inaonekana ni kama ambavyo umesema, mnaonekana kama mnachukua upande hivi, labda mnawasemea sana watu wapinzani na hii inatengeneza kwamba labda pengine mko upande huo. Kwa nini kumekuwa na mtazamo namna hiyo, mkurugenzi? Mtazamo huo ni dunia nzima. Asasi ya kiraia ambayo iko imara ikitetea watu hasa kwenye masuala ya utawala bora wanaonekanaga kwa upinzani. Leo hii wale upinzani wakishika dola pia wataonekana sisi tuko kwenye upande wao. Ilitokea Zambia ambapo asasi za kiraia zilikuwa zinaonekana ziko upinzani. Baadaye upinzani wakashika dola. Wakaonekana tena mbona mko upinzani ambao walikuwa chama tawala wale. Kwa sababu chama kilichoko madarakani kidogo kina fursa kina fursa ya kujitetea zaidi. Kwa sababu wao ndo wana ruling power. Kwa sababu wana ruling power, wao ndo wako madarakani, hao ndio wana kuna vitu vingine ambavyo kidogo wao wanapata faida zaidi. Nilikuwa natafuta neno la Kiswahili la privilege. Kwa hiyo wao wana privilege kubwa zaidi. Kwa hiyo mara nyingi unakuta matukio mengi yanakuwa kwenye vyama vya upinzani. Kwa hiyo unapowatetea unaonekana uko upande wa upinzani, lakini kimsingi sisi tuko katikati, hatuangalii kulia wala kushoto, tuko katikati kabisa, tunanyoosha. Pengine kwa mtu ambaye anakuwa na mtazamo kwamba labda watetezi wa haki za binadamu kama ambavyo nyinyi mlikuwa mkifanya, labda hawa inawezekana labda wako katika upande wa upinzani. Hii inaweza ikaleta athari yote kiutendaji kwenu nyinyi? Kwetu haijaleta athari yote. Kama nilivyosema, tunafuata ueledi wa haki za binadamu. Tunatetea moja kwa moja. Athari tu ni pale ambapo jamii au watu ambao tunaweza kuwa tunashirikiana nao, kama umeongeleza kwamba tunashirikiana na serikali pia kwenye maeneo mengine, wanahisi kwamba kutupa saa nyingine ushirikiano. Vijana wangu labda tunawatuma labda nenda Dodoma, kuna mswada na nini, kuna hili swala kafanye. Hivi si mnatetea sana upinzani, mtutetee. Kwa hiyo kuna hiyo notion. Kwa mpaka tufanye kazi kubwa kuambia mbona tunatetea wote. Angalia kuna tukio hili, kuna tukio hili, kuna tukio hili. Tunatoa mifano. Tunatoa mifano. Kwa hiyo inaweza kaa hivyo, lakini kwa kwetu sisi kwa nguvu na kufanya kazi haije kutuathiri kwamba tunashindwa kufanya kazi kwa sababu hiyo. Taasisi za aina hii kwa Afrika zinapata changamoto zipi katika kutimiza majukumu yao? Bali kwa Tanzania, kwa Afrika, kwa experience yako, taasisi za namna hiyo ya kutetea haki za binadamu kwa nchi za Afrika na siasa za Kiafrika, changamoto ikoje katika kutimiza majukumu yao? Changamoto moja wapo ni hiyo ya kwamba kuonekana ni wanasiasa. Sisi tunafanya kazi na kituo cha haki za binadamu cha South Africa, Center for Human Rights, ambako nilikuwa wakati tunawasiliana. Tunafanya kazi na Kenya Human Rights, ambayo inafanana na taasisi yetu. Changamoto zetu zinafanana, lakini pia sisi ukiacha Afrika ni wanachama wa mtandao haki za binadamu wa Afrika wa dunia nzima, inaitwa FIDH, ambayo tunakutana mara moja kwa mwaka, tunashauriana namna ya kutetea haki za binadamu katika nchi zetu. Changamoto zao zote ndizo hizo, kwamba kuonekana kwamba na wanapinzani, usalama wetu saa nyingine unakuwa changamoto, kwa sababu unaposema huyu mtu ambaye anavunja haki anaona kama vile umemuonea, na katika kweli unamwambia kwa kweli hapa kwa kweli umebaka huyu mtoto, haiwezekani. Lazima tukupeleke mahakamani, lazima uwajibike na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu anakuwa na visasi, anataka kuwafuatilia vijana wetu na kutaka kuwaumiza na kuwadhuru, anaweza kuwakodia watu ambao ni wabaya na kadhalika. Kwa hiyo masuala ya kiusalama pia ni changamoto kubwa ambayo mashirika haya yanakuwa nayo.
Pengine tunaweza tukawekaje hii mkurugenzi kwamba taasisi za aina hii zinazodili moja kwa moja na masuala ya haki kwa binadamu, tunaweza tukaweka kwamba wengine wanahusisha labda mnafanya wanaharakati ama ni utetezi tu kama ambavyo miongozo ya majukumu yenu inawataka? Ni swali zuri sana. Wanaharakati sio kitu kibaya. Ndio. Na utetezi sio kitu kibaya. Wanaharakati maana yake kwamba ilitokana na neno harakati. Kwamba mnakuwa na harakati zenu za kuhakikisha kwamba watu wanapata haki zao. Makundi yote, wanawake, wanaume, nani wanapata haki zao. Kwa hiyo ikaja neno wanaharakati, activism kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kuwa activist sio kitu kibaya. Mimi napenda zaidi kuitwa mwanaharakati kuliko saa nyingine kuliko mtetezi. Japo nafanya kazi pia ya kutetea haki za binadamu. Kwa utetezi ndio huo kwamba unamtetea mtu ili aweze kupata haki yake. Kwa ni vitu kama vinaendana, lakini harakati imeonekana kama ni kitu kibaya. Kama harakati unataka harakati labda ya kupindua nchi. Yani ni mambo negative sana. Kama ni kitu kibaya. Lakini kumbe mimi nafanya harakati. Inatengenezwa kama ni kama amkubaliane na serikali zilizo madarakani. Kama hatukubaliani. Lakini harakati ni kwamba una harakati ya kuhakikisha kwamba haki za watu hazivunjwi. Haki za watu zinazingatiwa. Sheria za nchi zinazingatiwa. Lakini hizo sheria pia ziwe zinafuata haki za binadamu. Kwa sababu pia kuna tofauti kati ya sheria na haki. Vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa sheria ipo lakini haifuati haki za binadamu. Kwa hiyo kwa mfano sisi kauli yetu mbiu kubwa sana huwa tunasema tunatetea haki, lakini sheria bora, sera bora na mienendo bora. Kuna wakati pia kuna sheria nzuri, mienendo sio sahihi. Yaani watu hawafuati ile sheria inavyotakiwa. Kwa hiyo katika hizo harakati hizo ndio tunaitwa wanaharakati wa haki za binadamu. Lakini mimi nikiniuliza maswala ambayo napenda kuitwa mwanaharakati kuliko hata mtetezi. Japo ni mtetezi kwa maana ya kazi yangu kama advocate au wakili, lakini kwa maana ya mtetezi wangu kama haki mkurugenzi ambaye anasimamia na kutetea haki za binadamu. LHRC kwa ambaye anatutazama anaweza akahoji hivi hawa wanafanya shughuli zao katika maeneo yapi na wanasaidia watu wapi? Je, ni wanasiasa tu ama ni watu makundi yapi ambao nyinyi hasa ndo mnashughulika nayo? Sisi tunamtetea kila mwanadamu wa Tanzania. Kila mwanadamu wa Tanzania tunamtetea. Na tunatetea haki zote kama nilivyosema, kuanzia haki za kisiasa. Na haki tunaposema haki za kisiasa sio unavyoona kwamba jamani mheshimiwa Tundu Lissu amfanywa hivyo. Haki za kisiasa ni haki zako za kushiriki. Ndio maana tunatoa elimu ya uraia. Tunamwambia mtu bwana kajiandikishe, ni haki yako. Kagombe ni haki yako. Hawa vijana hebu wachaguliwe, vijana waingie katika ngazi za maamuzi. Juzi tulikuwa tuna mradi ambao tulikuwa tunawaambia wakina mama jamani muende mkachukue mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri, kwa sababu tulijua kwamba ukatili wa kijinsia unasababishwa na umasikini wa mama. Mama anavumilia kwa sababu ana shida. Hebu ajikomboe kiuchumi ili pia kupambana na ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunafanya kwenye makundi yote, haki ya siasa, kiuchumi, kijamii, lakini kama hizo nilivyosema haki za makundi na haki za jumla. Labda niseme tofauti ya haki za jumla na haki za binadamu. Ni vitu tofauti. Haki za jumla ni kwamba ni haki ambazo unazipata ukiwa katika kundi fulani, ukiwa katika jumuiya fulani. Kama nilivyosema hapo awali, haki za vijana, haki za watoto, haki za walemavu, haki za wanawake, hata za wanaume. Ukisoma ripoti yetu ya haki za binadamu, kwa mfano mwaka juzi, iko inaonyesha kwamba ukatili dhidi ya wanaume umeongezeka kutoka 10% mpaka 6% mpaka 10%. Wanaume kupigwa kabisa na wake zao, kupigwa na wapenzi wao, kuumizwa, kuuawa. Kwa hiyo hata mwanaume sisi tunamwangazia kwa sababu ni binadamu. Lakini haki za maendeleo, kwa mfano tulikuwa tuna swala la tozo wakati fulani. Kwa swala la tozo tunasema hizo tozo zimekuwa kubwa, watu wanatakiwa wataendeleaje kama namtumia bibi kule kijijini makato ni makubwa anachokistahili. Apate anachokistahili. Namtumia ndugu yangu pale anataka mtaji tena inakatwa. Kwa hiyo haki za maendeleo kama hizo, haki za miundombinu, mabarabara, maji, umeme na kadhalika, zote hizo tunazifanya. Haki za mazingira, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, sheria zinasaidia vipi? Sheria zinasaidia vipi kupambana na mabadiliko ya tabia nchi? Kwa hiyo ni tuko kila sekta. Wakati mwingine kuna nadhani mara kadhaa tumeshuhudia ukipitia hata katika mitandao watu wanaitazama kama jinsi ambavyo mnakuwa mnadai haki za watu ama kuwasaidia watu kupata haki zao,
ni kama au taasisi za namna hii ni kama zinapinga kila kitu. Hili lina ukweli kwa kiasi gani kwa notion hiyo iliyopo? Ni ngumu kupinga kila kitu. Ukiwa binadamu huwezi kupinga kila kitu. Basi tutabidi hatupingi kila kitu. Sisi tuna aina mbili ya utendaji kazi. Ndio. Tunasema haki tunatetea isivunjwe, na ikivunjwa tunatetea yule mvunjaji aweze kuwajibishwa. Kwa hiyo kutetea isivunjwe tuko aina mbili pia. Kwamba tunatoa elimu uzoezi kujua haki zako. Bwana Ngoto, ukijua kwamba mimi haki zangu ndi haki na haki ya kufanya kazi, nina haki ya kwenda niendapo, nina haki ya kufanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mtu akikuzuia hiyo haki yako utasema hapana, haki yangu umeivunja. Niende lecturasi wakanitetee, au nitafute wakili wa kujitegemea akanitetee, au niende polisi, au niende wapi. Kwa hiyo unakuwa unajua kuilinda mwenyewe haki yako. Kwa hiyo tunatoa hiyo elimu. Tunatoa machapisho, tunatoa vipindi kama hivi. Kitawasaidia wananchi wengi sana kujua haki zao. Kwa hiyo tunatoa elimu kwenye vipindi kama hivi vya media na kadhalika. Lakini vile vile sasa ikishavunjwa tunasema hapa kwa kweli imevunjwa, mtu awajibishwe. Nadhani watu sasa wanapenda hapo. Sasa tunasema mbona hao kama wanapinga tu? Tunapinga hiki na hiki na hiki kwa sababu haki imeshavunjwa. Hatuwezi kunyamaza. Lazima tuseme bwana aliyevunja hii haki aweze kushughulikiwa, apelekwe mahakamani, haki itendeke, asikilizwe pia na yeye na haki pia kusikilizwa kabla hajahukumiwa. Kwa hiyo ni mara mbili. Kazi zenu tunaweza tukasema kwamba labda zinafanana kwa namna moja ama mnauiana na ndugu zetu wa ustawi wa jamii. Maana kwa ustawi wa jamii pia kuna kesi ambazo zinaanzia huko, nadhani wanazielekeza sasa katika ngazi zinazofuata. Hebu tuwekee namna ya mipaka yenu. Nyinyi mnafanya paka wapi na wao wanafanya paka wapi, na au mnakutana wapi? Sawa kabisa. Tunafanya kazi kwa ukaribu sana na idara ya ustawi wa jamii. Kuna wakati tulikuwa na makubaliano maalum tumewekana sahihi, hati ya makubaliano ya kufanya kazi pamoja. Kwa nini? Kwa sababu idara ya ustawi wa jamii inashughulika sana na watu kwa kustawi, lakini na watoto sana. Na kama unafahamu, kundi ambalo linavunjiwa haki sana ni kundi la watoto. Asilimia zaidi ya 45. Kesho kutwa tutatoa taarifa yetu ya haki za binadamu mwezi wa 5. Tutasema sasa hivi imekuwa asilimia ngapi, lakini ya mwaka jana ilikuwa asilimia 45. Kwa hiyo sisi tunapopata matukio tunawashirikiana nao, kwa sababu idara ya ustawi wa jamii yenyewe ndio inasimamia hiyo mpaka mahakamani kuwasimamia watoto kwenye kesi zao. Kwa hiyo na wao pia wanapopata kwamba jamani hao watoto wanahitaji uwakilishi mahakamani, jamani, pia wanatuletea hizo kesi. Lakini pia kundi la masuala ya ndoa, idara ya ustawi wa jamii inasimamia usuluhishi wa ndoa, matunzo na malezi ya watoto na kadhalika. Kwa hiyo tunawapelekea hizo kesi waweze kusimamia kama bado hazijaenda mahakamani. Kwa hiyo tunawapelekea. Ni idara ambayo kwa kweli unaweza kuna wakati sasa watu wananiambia wewe unafanya kazi ustawi wa jamii, kwa sababu wananiona sana nikifanya kazi na idara ya ustawi wa jamii. Ndio. Sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana. Tuko kidijitali zaidi, taarifa zinafikia watu kwa kasi zaidi. Nafasi ya mitandao ya kijamii na namna ambavyo inatumika kwa sasa, tathmini yako ni nini mkurugenzi? Tathmini yangu ni kwamba mitandao ya kijamii haitumiki vizuri sana. Haitumiki vizuri sana kwa kweli. Mara nyingi inatumika kudhalilisha. Unakuta mwanamke anadhalilishwa kwenye mitandao, watoto wanadhalilishwa, picha ya mtoto inatumwa tu mtoto bila kumficha utu wake. Kuna watu wanatumia mitandao kutapeli watu, kuna watu wanatumia mitandao ya kijamii kujidhalilisha wenyewe pia. Ndio maana swali lako la kwanza liko kwamba ulitarajia. Mimi sikutarajia kwa sababu mimi mitandao naitumia kutoa elimu. Sasa ningetegemea pia watu wote aidha watoe elimu, wana habari kama nyinyi mnahabarisha umma kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia itumike kama wafanyabiashara kutoa matangazo yao, watu waweze kufanya bidhaa zao. Kwa mitandao haitumiki vizuri sana sehemu nyingi, japo kuna wachache ambao wanaitumia vizuri. Hiyo ndio tathmini yangu. Mitandao ya kijamii imetumika pia hata kuwavunjia watu haki za kijinsia, watoto na kadhalika. Kwa hiyo hata wanaume pia imetumika pia kuwadhalilisha wakati mwingine kijinsia.
Lakini ingetumika vizuri, mitandao ya kijamii ni kitu kina nguvu sana. Kina nguvu sana. Leo hii mitandao ya kijamii ikirusha kitu kimetusaidia hata sisi pia. Tumekuwa tukipata kesi nyingi za udhalilishaji kupitia mitandao ya kijamii. Tunaona kwamba kuna swala hili limetokea sijui kwa Katavi. Tunatuma mtu hakikisha ni kweli, ni kweli, basi tunamsaidia kumpeleka mtu mahakamani. Unaona hapo inakuwa mtandao umetumika vizuri. Lakini mtandao ukitumika tu kwamba nimrushe mtu ili aweze kuaibika, inakuwa kitu kibaya sana. Juzi natamani nisikie pia take yako kwenye hili mkurugenzi. Tumeshuhudia Waziri Dorothy Gwajima ametoa taarifa ambayo pia aliipata kupitia mtandao kuhusiana na wale mabinti wa vyuoni wale dhalilishana. Matukio namna hii, na wale ni vijana na mabinti. Mara nyingi tumekuwa tukishuhudia watu tukijaribu kupambania usawa 50 kwa 50, lakini leo hii tunaona mabinti katika ngazi ya mabinti wadogo kabisa wako vyuoni, lakini wanajikuta wanaingia katika ugomvi ambao unawapelekea kwenye changamoto za kukimbizana mahakamani na mambo ya polisi kesi na mengine kama hayo. Natamani uzungumze na vijana kwa jumla yake. Mwelekeo wa namna watu wanavyoendea maisha kwa hivi sasa, unayatazamaje? Asante kabisa, nashukuru. Tena umenipa swali zuri, maana ni mama pia. Ndio. Kwamba ni waase vijana wangu kwamba ni vizuri sana kuitumia mitandao. Kwanza kwenye mitandao, kuitumia mitandao ya kijamii vizuri. Vijana kama hawa wangeweza kutumia mitandao kupata vitabu kule, kupata taarifa mbalimbali za shule yao, kupata taarifa mbalimbali za masuala ya dunia nzima, kwa sababu mitandao ina kila kitu. Sahihi. Wangeweza kutumia hivyo. Lakini wangeweza kutumia pia kujijenga. Leo mimi ni mwajiri, nikitaka kuangalia kwenye mitandao na kutaka ni mwajiri mtu, ninaangalia anaposti nini kwenye mitandao yake. Kwa hiyo wangeweza kujijenga zaidi kwenye masuala hayo. Lakini pia wanapokuwa shuleni, chuo, ni vizuri kuzingatia masomo. Tunategemea tuwapate viongozi kupitia vyuo. Sisi sasa hivi ni viongozi kwa sababu tulipita kwenye hivyo vyuo. Sasa tungecheza tusingeweza kuwa viongozi. Kwa hiyo ni waasi tu vijana kwamba watumie mitandao vizuri, lakini pia wazingatie kile kilichowapeleka shuleni au kilichowapeleka chuo. Itasaidia kutupate viongozi wazuri zaidi. Hasa wanawake. Mimi ninapenda sana wanawake wawe viongozi. Nafurahi sana. Ndio maana juzi rais wa Namibia amechaguliwa, nimefurahi, tupo kwenye mitandao nikamwambia jamani, tunahitaji marais wengi zaidi. Tuna Samia, tuna huyu wa Namibia, tuna wengine, tunahitaji marais wengi zaidi wanawake. Sasa kama wako chuoni ndio mambo kama hayo, inaweza tukawapata wachache, kitu ambacho hatupendi kwa kweli. Wewe ni kiongozi katika taasisi ambayo ni kubwa, nafasi kama mwanamke. Mara nyingi Afrika tulikuwa na huu mtazamo, sasa hivi kidogo tunaondokana na hiyo dhana, ukizingatia pia rais wa nchi ni mwanamke. Natamani kufahamu changamoto zako ulizokutana nazo katika hiyo women in leadership mpaka hapo. Changamoto zipo, japo kwa sababu mimi nimekulia kwenye sekta ya haki za binadamu toka niko chuo mpaka nimeanza kazi kwenye haki za binadamu peke yake, hazijanidhuru mimi mwenyewe moja kwa moja. Lakini ninapotaka sasa kuwasaidia wanawake kuhakikisha kwamba wanafika juu, nimepata changamoto nyingi kutokana na malezi waliolelewa. Mtoto hakika amelelewa kwamba wewe ni wajikoni, kakae kule. Kwa hiyo sasa unapomwambia kwamba unaweza, unahitaji uwe na uvumilivu kidogo, kumjenga polepole na kumuelewesha. Mimi sasa hivi nina makundi kama 4 ambayo ninawafanyia mentorship, inaitwa mentorship au ulezi kwa Kiswahili, kuhakikisha kwamba wanakuwa viongozi. Nina kundi la wakurugenzi ambao ndio wanachipukia, nina kundi la wanafunzi wa chuo, vyuo kama 2 na jenga, lakini kuna watu tu ambao wameniomba tu niwe mlezi wao kama mentor wao. Kwa hiyo inachukua muda kidogo, kwa sababu inabidi uvunje mifumo ambayo wamejengewa toka wadogo, uwajengee mifumo ambayo kwamba unaweza kuwa kiongozi. Kwa hiyo ni kitu hizo ni changamoto moja hapo ambayo unapata wanawake viongozi. Kwa sasa hivi ile 50 kwa 50 unaitazamaje? Ile ambayo tulikuwa tukipigia kelele watu wanataka sasa kuona mwanamke yuko hapa, mwanamume yuko hapa, tunakwenda. Unaitazamaje mkurugenzi katika nafasi ya uongozi? 50 kwa 50 kuna mawili. Moja ni namba, tunahitaji wanawake 50% na wanaume 50% au na zaidi kidogo kwa wanawake. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye takwimu za sensa iliyopita hivi majuzi, wanawake bado ni wengi. Hata katika ulimwengu wanawake bado ni wengi. Afrika wanawake bado ni wengi. Lakini wamewakilishwa kidogo sana kwenye kazi za maamuzi. Tanzania tunasema tuko 30%, lakini sio kweli, kwa sababu ukiangalia labda ni kwenye bunge, wakati ule
kabla ya bunge hili linaloishia. Kwa hiyo bado tuko wachache kwenye ngazi za waziri, ni wachache sana. Ukiangalia juzi kwenye serikali za mitaa hatufiki 10% wanawake. Ukiangalia kwenye makampuni makubwa bado wanawake ni wachache sana. Kwa hiyo mimi naona bado tuna safari ndefu ya kuhakikisha kwamba wanawake 50% kwa 50. Lakini pia hata kwenye mahali ambapo wana 50% kweli, unakuta sio kwa uthamani. Unakuta tu wamesema jamani tuwe wanawake 50% tuwaweke hawa, lakini ukiangalia labda hawana maamuzi, ni watu ambao hawajajengewa uwezo vya kutosha, hawajawatafuta kweli wale wanawake ambao kweli wanaweza kusimama, wana vigezo na vitu hivyo. Mtu anaweka kwa ajili ya kutiki kwamba jamani tunao sisi, tunao wanawake kwenye 50%. Kwa hiyo kwenye uthamani na kwa idadi lazima tufikie 50% kwa 50. Tanzania unatamani kushuhudia vitu vipi ama yakitendeka yapi utasema sasa nadhani taasisi yangu na wengineo wanafanya kazi sawa na pengine labda tumefikia maridhiano ya watu kuishi kila mtu kwa mpaka wake, utasema sasa hapa haki inatendeka? Kwamba sasa tunastaafu sasa na kwenda kufanya shughuli nyingine, kwamba sasa hatuna shughuli tena. Na mimi Msukuma naenda kulima kule Pamba na kadhalika. Na sisi maono yetu ni jamii yenye haki na usawa. Tanzania ikitokea kwamba sasa kuna sheria nzuri zinazofuata haki za binadamu, kuna sera nzuri zinazofuata haki za binadamu, kuna mienendo inayofuata haki za binadamu, sisi tutastaafu kwa kweli. Tutasema sasa tuko vizuri, haki za binadamu zinafuatwa. Kwanza kuhakikisha kwamba Tanzania inaridhia mikataba ya kimataifa. Ndio sheria hizo tunaanza. Mikataba ya kimataifa inayohusiana haki za binadamu. Tumeridhia mingi, lakini ambayo hatujairidhia bado. Kwa mfano mkataba dhidi ya mateso hatujairidhia, mkataba wa demokrasia wa Afrika hatujairidhia, adhabu ya kifo bado Tanzania ipo na kadhalika. Lakini hatujatekeleza mkataba wa haki za wanawake unaitwa Maputo Protocol, hatujautekeleza nchini kwetu Tanzania. Tumesaini tuko kimataifa, hatujautekeleza. Kutekeleza maana yake tunatakiwa tutengeneze sheria ya kulinda wanawake ambao ndio wengi na watoto wa kike. Tunatakiwa tutengeneze sheria ya kupinga ukatili wa kijinsia, hatujafanya, na mambo mengine mengi tu hatuweza kuyafanya. Lakini pia kwenye sera tuwe na sera ambazo zinafuata misingi ya haki za binadamu. Zipo baadhi ni nzuri, kwa mfano sera ya mtoto kidogo ni nzuri, lakini changamoto yake ni kwamba bado tunaruhusu ndoa za utotoni na mambo mengineyo. Kuna sera ya mtoto akipata ujauzito arudi shuleni, lakini sheria yake haipo na mambo. Kuna ziko nyingi, natoa chache tu kama mifano. Lakini pia kuna mienendo sasa. Tuna sheria nzuri ya mtoto. Natoa mfano. Ziko sheria nzuri ya mtoto, lakini sheria hii inatekelezwa ifuatavyo, ipasavyo. Sheria hii inatoa kanuni ya mtoto kushiriki, inatoa kanuni ya mtoto kusikilizwa, inatoa kanuni ya mtoto kuhakikisha kwamba analindwa dhidi ya vitendo vibaya. Bado haitekelezwi ipasavyo. 45% nimekwambia ya watoto wanafanywa ukatili tena majumbani, na 80% ya hao wanafanywa na ndugu zao. Mambo ya ulawiti, ubakaji na kadhalika. Na bahati mbaya sana watoto wa kiume pia wameingizwa katika hilo janga au hiyo changamoto. Kwa hiyo kama tutafuata sheria inavyotakiwa, kama tutazitengeneza vizuri, kufuata misingi ya haki za binadamu, kwa kweli litastaafu. Mkurugenzi, kwa uchache hili la namna wengine wanaweza kuwa wanajiuliza tu, mnapataje matukio moja kwa moja ya watu ambao wametendewa ndivyo sivyo? Matukio haya mnayapataje? Au haya tunasubiri kwenye mitandao ya kijamii yavutwe pia ndio muweze kuchukua hatua? Matukio ya mitandao ya kijamii ni moja wapo. Kwa kweli tunapata sana matukio, lakini sisi tuna vituo vya msaada wa kisheria. Tuna vituo vya msaada wa kisheria vikubwa sana viko vitatu. Dar es Salaam tunacho Kinondoni, tuna Arusha, tuna Dodoma. Lakini pia tuna watu ambao ni wanafanya uangalizi wa haki za binadamu, wanaitwa marafiki wa haki. Ambao marafiki wa haki huwa wanatupa taarifa, jamani kwenye wilaya yangu kuna changamoto hivi na hivi na hivi. Kila wilaya tunao. Na tuna wasaidizi wa kisheria wanatuletea. Tuna mtandao unaitwa mtandao au wanaita application kwenye simu, inaitwa Haki Kiganjani, ambao mtu yoyote popote pale ambaye ana simu ya kupangusa anaweza kutuma tukio lake kwamba jamani nimefanywa hivi na hivi, naomba mnisaidie. Lakini vile vile hata kasimu kale katochi
unaweza ukatuma, kuna namba pale unapata. Kwa tuna njia hizo nyingi za kupata matukio. Wana habari pia mnatuletea habari na kadhalika kwamba jamani kuna hili juzi nipata kutoka kwa mwanahabari anasema hili tukio bwana ninaliripoti kwenye TV, lakini naona kama anahitaji msaada wa kisheria huyu mtu. Kwa hiyo basi tunamsaidia yule mtu na kadhalika. Tukimaliza mkurugenzi, tunaelekea katika uchaguzi, mwaka ambao utakuwa heka nyingi, mwaka ambao utakuwa na sarakasi za kutosha. Kwa nafasi yako ukipata mjadala na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, utanena naye yapi? Kwa kweli mimi nitamuomba suluhu, na uzuri anaitwa suluhu. Nitamuomba suluhu ile katika zile R4, kuna mojawapo ya suluhu pale, ile reconciliation. Nitamuomba kuwe na suluhu. Yaani nitamuomba tusiwe na mabavu sana kwa bwana uchaguzi unakwenda, tutafanya hivi na hivi na hivi. Kuna wengine wanalalamika wameachwa, kuna wengine wanasema jamani tunahitaji kuwa na wanasema reform, kwa hiyo kuna mabadiliko ndio tuende kwenye uchaguzi. Hebu tuwasikilize hawa, hata kama tutawakubalia, lakini tuwasikilize wanahoja. Tukiona wanahoja basi tuone kwamba tunasuluhisha vipi. Tunaleta suluhu gani katika hiyo hoja yao. Kwa hiyo hii ya kusema kwamba jamani tunakwenda tu, wengine wanalalamika huku, wengine wanahisi wameonewa, naona kama vile haitusaidii sana. Haitusaidii sana. Hao wengine wanasusa, wengine wanakwenda. Yaani kiko kuna suluhu, nitamwambia suluhu ifanyike. Mkurugenzi, labda kwa mfano Tanzania tuna vyama vya upinzani kama 19 hivi. Na Chadema kutoshiriki uchaguzi mkuu wa 2025 ni hoja kubwa na inatengeneza mijadala sana. Hao wengine wakishiriki waliopo 18, Chadema wasiposhiriki, inaweza ikaleta athari ipi katika muunganiko wa taifa? Athari bado itakuwa imeleta, kwa sababu ukivunja haki ya mtu mmoja bado ni haki ya binadamu, si ndio? Kama useme jamani wewe una watoto 12, tumemuua huyu mmoja tu, sio 11 wanaendelea kuishi. Lakini haki ya mtu hata akiwa mmoja lazima asikilizwe, hata akiwa wachache lazima wasikilizwe. Kwa hiyo bado akali itakuwepo, kwa sababu haki bado itakuwa imeendelea kuvunjwa. Kwa kumaliza, labda sasa ujumbe wako unapeleka vipi katika taifa na watu ambao tutazama katika mamlaka husika ambazo hasa mnafanya nazo kazi? Ungependa kuzungumza nini tukiondoka sasa katika mahojiano yetu? Asante sana. Mimi naona kwamba nitoe wito kwa taasisi zote ambazo zinasimamia haki za binadamu kufanya wajibu wao, hasa kwa mwaka huu wa uchaguzi. Kuna Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ikemee mambo ambayo naona kwamba hayaendi sawa, ifanye majukumu yake ya kutoa elimu, ifanye majukumu yake yote ya kuhakikisha kwamba haki inalindwa. Kuna Tume ya Taifa ya Uchaguzi, nitoe wito kwamba watende haki. Kuna msajili wa vyama vya siasa alete usawa katika vyama. Kuna taasisi kama hizo za ustawi wa jamii kuhakikisha kwamba wanalinda mtoto, wanalinda mwanamke, wanalinda haki za makundi mbalimbali. Lakini kuna taasisi nyingine ambazo zinahusiana na masuala ya mawasiliano, masuala ya vyombo vya habari, kuhakikisha kwamba kuna usawa katika hata tunapopokea habari na tunavotoa habari. Kwa kila mtu akitimiza jukumu lake, basi tutafika mbali. Lakini pia hata wananchi, huwa na msemo wangu nasema usikubali haki yako ikavunjwa, wala usikubali haki ya mwingine ikavunjwa. Haki utaijua tu. Sheria unaweza usijue. Sheria sio watu wote sisi ni wanasheria. Lakini kwamba haki imevunjwa utajua tu. Kwa hiyo waone wanasheria, waone taasisi zinazohusika ili wakusaidie kujua sheria. Ndio. Mkurugenzi, basi nikushukuru sana kwa mjadala huu. Tumezungumza kwa uchache, lakini hapana shaka tumeondoka na kitu hapa. Asante sana. Shukrani sana. Haya, mtazamaji, shukrani sana kwa kutufuatilia. Ulikuwa ni mjadala na imekuwa ni bahati kubwa na kupata muda wa mkurugenzi mtendaji wa LHRC, kituo cha sheria na haki za binadamu, Bi Anna Alois Henga, ambaye amekubali na kuweza kuzungumza na Tanzania kupitia hapa ST Bongo, kupitia Star Times, lakini vile vile katika mitandao yetu yote ya kijamii, YouTube, huko Instagram na kadhalika. Umekuwa kutufuatilia huko. Basi kwa niaba ya wale ambao tumefika hapa na kuweza kupata mjadala huu, jina langu ni Wilberforce Ngoto na kutakia kila laheri na baraka nyingi sana kwako. Asante. The Bantu.